Wajane katika kaunti ya Marsabit wanalilia haki ya kutambuliwa huku wakilalamikia kutengwa na jamii. Hii ni huku takwimu zikionyesha kuwa 65% ya visa vya ukatili dhidi ya wanawake wanaotoka katika eneo la kaskazini. Mshauri wa rais kwenye masuala ya jinsia Harriet Chigai amewataka wanawake kupigania haki zao na kujihusisha kwenye biashara ili kujitegemea katika maisha. Chigai anasema kuwa bado mila zilizopitwa na wakati zinazidi kutumiwa kuwazuia wanawake kuwafikia malengo endelevu. Aidha, imebainika kuwa wajane au wanawake ambao wanawalea watoto bila waume wanakandamizwa na jamii. Wameingia kwa ofisi ya chief, wamemdanganya chief, amepeana barua ya kwenda kufanya succession. Na huyu Cartel sio ambaye amewachiwa watoto. Kuna widow ambaye anateseka na mzigo wa kubeba hao watoto single handedly. Kwa hivyo wajane, tuwe macho, tujue majukumu yetu ni yapi. It touches the life of those people who sell miraa. It touches the life of women who sell charcoal. It touches the life of women who sell firewood in order to bring up their children. Kutokana na project kama hii, tunaweza kufikia wajane wengi na tuhakikishe ya kuwa hakuna yule atabaki nyuma. We also have the Matrimonial Properties Act, which also ensures the right to ownership of property in a marriage. And it says that both husband and wife have equal rights to the property that is gotten in the course of marriage. Kwa hivyo hakuna mtu atadharauliwa kwa sababu anasemekana yeye kazi yake ilikuwa ni kukaa nyumbani nikitafuta. Mumeongelea mambo ya GBV, FGM, upande huu bado iko sawa, iko kwa sana. Muna lead na about 65% out of 26% ya nchi yote. Na ndio tunasema lazima kuna culture zile ambazo ni nzuri na kuna culture zile ambazo si nzuri. Katika juhudi za kutetea haki na usawa katika jamii,